taratibu hapo tukae kidogo. Somo linaitwa Ukristo wenye nidhamu. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 24 mpaka 27. Anasema, je, hamjui ya kuwa wale washindanayo kwa kupiga mbio upiga mbio wote, lakini apokee tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika mchezo ujizuia katika yote. Basi au ufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio hivyo hivyo, si kama asitaye, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apiga hewa, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuhubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Mstari mkubwa sana ukielezea kuhusu nidhamu. Mpendwa katika Bwana, maisha tuliopewa wokovu ni bure, lakini kuna gharama ya kuishia wokovu. Tumeokolewa kwa neema, lakini tunapaswa kujua tuko kwenye vita, tuko kwenye mbio, tunapigana mbio kwa ajili ya kwenda kupata taji uzima, ambayo watakatifu wote waliopita walikuwa wanapigana hivyo hivyo. Kwa mtu ambaye anapigana vita, mtu ambaye anashindana mbio, amesema kama mtu anataka kucheza mpira, atafanya mazoezi, atafanya majaribio, atajiepusha na baadhi ya vitu. Mnaongea habari za mcheza mpira Ronaldinho. Usizani wanasherekewa duniani kwa sababu wamekuwa hivyo. Ukiangalia maisha yao, kuna vitu wameviacha kwenye maisha yao. Na ndivyo ilivyo katika imani ya Ukristo. Tuko katika mapambano, kwa sababu tunajua kusudi letu. Kuna mji unaokuja sio mbali sana, tunauendea mji mtakatifu ambao Mungu ametuandalia, mji Yerusalemu, ambako kutakuwa na ushindi wa milele. Tutakaa na Baba, tukikaa na Kristo na kushangilia daima. Kwa maana hiyo, tukiwa na mawazo hayo, tukiwa na akili hizo, lazima tujipange vizuri na kujiepusha na mawazo ya dunia. Kuna vitu vitatu ambavyo mtumishi wa Mungu Paulo anavielezea. Cha kwanza, ni lazima ukiwa mtu ambaye umeokoka ujue kwamba unatafuta taji. Taji maana yake nini? Safari ya mbinguni kuna kuvikwa taji baada ya kumaliza shida na tabu hizi. Sasa kuna watu wana imani hiyo, kwa sababu mili na akili zao zimezani kuna chochote katika ulimwengu huu. Ukitaka kujua kuna chochote, angalia vurugu zilizotokea Tanzania. Unakuja kunduku maisha yana maana. Waweza kujenga majumba, waweza kununua magari, waweza kufanya chochote, lakini ukikosa ile mwelekeo wako, kujua kwamba kuna mbingu na kusubiri, utabaki hapa na utakufa, na vyote utavikosa. Ni bora ukawa na matumaini ya Bwana. Mwili huu na mambo yake utakapokuwa umeanza kuisha, bado unajua kuna mbingu nyingine na kusubiri. Natamani uwe na moyo kama huo. Kwa mambo makubwa matatu ambayo tutajifunza katika mstari huu, ambao ni ya msingi sana, ni kwamba safari ya mbinguni ina kanuni na taratibu. Nidhamu maana yake nini? Nidhamu maana yake kuweza kuishi katika namna ya utaratibu ambao umewekwa. Ndio maana nidhamu. Kujiepusha na mengine, bali kuishi katika. Ukisikia mwanamchezo anakuwa na nidhamu ya mazoezi, anakuwa na nidhamu ya tabia. Mwanamchezo yote kaanza kuwa anafanya mazoezi, akaanza ufuska, hawezi kwenda mbali na mpira. Wala unajua mpira ataliharibu. Kwa kuna pia pombe wanajiepusha nayo. Kwa nini? Ili miili yao iwe mizuri kwa ajili ya kushindana.
Ukristo pia kuna mambo, sio kwamba tunakuwa kama na michezo ya dunia, bali Ukristo wetu kuna mambo inabidi uyaepuke. Nidhamu ni kuamini kile ambacho umeshakiamini kwamba kitakwenda nacho mpaka mwisho, badala ya kuangalia mambo machache. Kwa kifupi, nidhamu ni kufuata unachotakiwa kufanya hata kama mwili hautaki. Nidhamu ni kukataza mwili kufanya kitu ambacho hutaki kukifanya. Ndio maana nidhamu. Kwa mtu asiye na nidhamu, mwili ukiona uzinzi unatamani uzinzi, ukiamka sio unatamani uzinzi, anaenda kufanya uzinzi. Kwa sababu ajielewa, mwili ndio unamuongoza. Akisikia sio hamu ya pombe, inaompeleka ni hamu ya pombe badala ya kupelekwa na kanuni za kimungu. Asubuhi akiamka, akisikia na usingizi mkubwa, ataendelea kulala. Lakini mtu mwenye nidhamu anajua saa 12 ni muda wa kusali. I have no choice. Kama angalia mwanafunzi ambaye anataka kufanya mtihani wa form 4 au form 6 au chuo kwa ajili ya semester exams. Mwanafunzi asiyekuwa na nidhamu, ndio wakati unakuta kwenye ibada katika vyuo wanakuwa watu wengi. Wakati mwingine wana relax, wanatafuta nidhamu ili uweze kufocus kwa ajili ya kufaulu. Safari yetu ya mbinguni lazima ujiepushe na mambo fulani. Usio mtoto. Mtoto ni mtu ambaye anarudia kosa kila siku, anaanguka kwenye dhambi anarudi, anaanguka kwenye dhambi anarudi. Huyo ni mtoto. Biblia inasema kwamba kwenye dhambi muwe kama watu ambao mmesha kwa watoto wachanga. Lakini kwenye mambo ya kiroho amua kuwa mtu mzima. Inahitaji nidhamu ya hali isiyokuwa ya kawaida. Mpendwa katika Bwana, kwa nini tunatakiwa kuwa na nidhamu? Tunajua tunaelekea kwa Baba. Haya maisha sio ya kwetu. Hii ni safari tu. Tunajua kuna mambo yameandaliwa mazuri kwetu. Na ndio maana tunajinyima, tunajitesa ili tufike kule. Naomba nikwambie, sikiza kwa makini. Hii duniani, hata hapa duniani, hakuna mtu ambaye kuwa daktari mkubwa mashuhuri duniani bila kujiumiza. Hakuna mtu ambaye kuwa mchungaji mashuhuri duniani bila kujitesa. Hakuna mtu ambaye kuwa mkulima mkubwa duniani bila maumivu katika mwili. Hakuna mwanafunzi ambaye kufaulu mitihani yake kwa hali ya juu bila kujitesa. Bila kutesa mwili, naomba nikwambie, hakuna cha maana utakachokipata. Maisha yanahitaji kukataa mwili wako. Haina maana uvae vibaya. Haina maana kwamba ufanye ulete magonjwa. Kuna tabia lazima uzitengeneze kutumia huu mwili, uelekeze mwili. Nilikwambia Jumapili moja, maisha ni maamuzi ya mambo mawili. Unaweza kuamua gari likuendeshe au wewe uliendeshe gari. Mwili wako ni gari, ndio wewe umo ndani yake. Ukiuruhusu mwili wako ukuendeshe, imekula kwako. Lakini ukifika hatua ukauendesha mwili wewe unavyotaka wewe, sio mwili, itakwenda mbali. Nilikuwa sehemu fulani wiki, mavyakula yalikuwa mengi. Nikasema mchana sili, kwa sababu naona nitafika nitakuwa na mwili ambao utakuwa una afya. Kwa ikifika wakati wa mchana mimi naendelea mambo mengine. Na ikanisaidia kupunguza baadhi ya kilo bila sababu. Ninautesa mwili kwa ajili ya kuwa na afya njema. Lakini nikiamua kula tu, ningekuja kwenye ibada leo, mchungaji amepata ujauzito wa kudumu. Unajua ujauzito wa kudumu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umekosa discipline. Umekosa kuwa na namna ya kucontrol, namna ya kwenda. Maisha yanahitaji kuwa na discipline. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Paulo anasema maisha ya kiroho, ule mstari wa 27. Anasema maisha ya kiroho ni maisha ya mapambano. Kila siku asubuhi unaamka, mwili wako unakwambia nimechoka leo. Naomba nikwambie usikubali hiyo lugha. Katika Mungu anitia nguvu nitasimama tena. Usijali mwili unasema nini, angalia unataka kufikia wapi. Bila kufanya hivyo utapata shida. Lakini kumbuka, haya maisha tuliumbwa nayo, hii miili ina matatizo mengi. Cha kwanza, Mungu alipomuumba Adamu alimuumba kwa maelekezo maalum. Mungu alimuumba Adamu kwa ajili ya nini? Kitabu cha Mwanzo sura ngapi? Ya kwanza mstari wa ngapi? 27.
sababu kwa nini umeumbwa. Mwanzo 1:27 inasemaje? Tufanye mtu kwa mfano wetu, ili wakafanye nini? Wakatawale. Ili wakafanye nini? Wakamiliki. Umeumbwa kuwa mtawala na mmiliki. Lakini pia kumbuka, siku moja utaitwa kutoa hesabu juu ya kile ambacho Mungu amekuita. Ila baada ya kutenda dhambi, tunajua wazi kwamba mwanadamu ambaye alikuwa ni Adamu akaanza kufa, akapoteza mng'ao wake wa kwanza. Kwa hiyo huu mwili unaoona huu ni mwili wa kufa, sio mwili wa kudumu. Kwa mwili wako huu ni mwili unaokupeleka chini. Ngoja nikwambie, haiwezekani ukaanza kumiliki ukafanya mambo makubwa katika dunia hii kama utaongozwa na mwili. Juzi nilikuwa namsikia mtu mmoja, wanamuita tajiri wa kwanza katika Afrika, anaitwa Dangote, Aliko Dangote. Alafu nilikuwa namsikiliza rais wa Nigeria aliyepita, Obasanjo. Akawa anasema nikampigia Aliko Dangote simu saa 10 asubuhi. Hata jamaa alikuwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wewe hata kwenye akaunti una hata shilingi 5. Unalala usiku mpaka saa 2. Nidhamu. Maisha yanahitaji nidhamu. Nidhamu katika mambo mengi. Mwili huu ni ukuharibika. Ukiwa unaweza kupata shilingi 10,000 leo, alafu ukipata 10,000 inaisha yote kwa matumizi. Mpendwa katika Bwana, kwenye swala la nidhamu ya pesa hamna kitu hapo. Ukiwa unaweza kupata 10,000 leo, ukaweza kutumia shilingi 2,000 fulani ukazitunza, nitakupongeza. Una nidhamu. Biblia katika kitabu cha Mithali sura ya 25 mstari wa 28 inasema kwamba mtu ambaye ni mtu mzima lakini ana nidhamu ni kama mji uliojengwa hauna ukuta. Ni kama nyumba watu wanalala ndani lakini hakuna ukuta. Ni kama nyumba ambayo watu wanalala ndani haina madirisha. Madirisha ndio nidhamu. Kwa mtu asiyekuwa na nidhamu ni mtu wa hovyo kabisa dunia hii. Biblia inamfananisha na mtu ambaye anakaa kwenye nyumba ambayo haina bati, haina madirisha. Mvua ikija inampiga, jua likija inampiga, majambazi wakija wanampiga, kwa sababu ni mtu ambaye hajielewi. Lakini kumbuka, mwili huu unavutwa na dunia. Tumesoma katika kitabu cha Wakorintho sura ya 9 24 mpaka 27. Paulo anasema ninafanya kitu kimoja, ninautesa mwili wangu. Ninautesa mwili wangu. Kijana mmoja alikuja, kaniambia roho ya uzinzi imenikamata. Kila nikienda wasichana wote nikiona nachanganyikiwa. Nikamwambia utese mwili. Kwa namna gani? Nikamwambia funga siku 3. Uone kama utaenda kwa wasichana. Hakuna mafanikio unaweza kuyapata katika dunia hii bila kutesa mwili. Huu mwili unakupeleka katika dunia. Na kwa sababu hiyo lazima uwe macho. Mtumishi wa Mungu Paulo anasema kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Huo mstari kama ushike sana, tumetumia sana hata mwezi uliopita. Warumi 12 mstari wa 2. Msijiungamanishe kwa namna ya dunia hii, bali muweze kubadilishwa kwa kubadilishwa nia zenu. Lazima ufike hatua ya kuanza kubadilisha akili yako na ufahamu wako, sio kwa namna dunia hii. Pamoja na kwamba unafanya kazi, pamoja na kwamba unatembea duniani, pamoja na kwamba unakaa, tambua kwamba wewe sio mkazi wa hapa. Kuna tabia za watu wa kule na kuenda ambazo ni tabia za Kikristo, lazima uzibebe. Hivi utaendelea kuwa mtoto. Miaka itapita, utakuwa ni Mkristo wa hovyo kabisa. Una jina kubwa la Yesu nyuma yako, lakini matendo yako na maisha yako ni sifuri. Mpendwa katika Bwana, ukiishi hivyo umekula hasara kubwa. Bora hata usingeolewa, usingeokoka. Nikwambia jambo la kwanza, kwa nini mwili huu ni hatari? Ni kwa sababu mwili huu ulishabadilika. Kile ambacho Mungu alitupa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27, mwili umeshabadilisha kwa sababu ya dhambi.
Na baada ya dhambi kutokea, huu mwili ni mwili wa mauti, kwa sababu ulimtii shetani. Lakini roho yako Mungu ameipa uzima katika Kristo Yesu, unaokoka, roho yako inarejeshwa. Kwa hiyo unatakiwa sasa ufuate namna ya roho, sio namna ya mwili. Leo nafundisha chakula cha watu wazima, sio watoto. Ukiwa bado ni mtoto kiroho huwezi kunielewa. Lakini kama ni mtu ambaye umeamua kukomaa, usiende akili zako zianze kuwa na ukomavu, ujijue wokovu wako maana yake nini, utanielewa. Kwa Warumi 12 mstari wa 2 anasema kwamba msiendene katika namna ya dunia hii, bali mbadilishwe kwa kusafishwa nia zenu. Lazima akili yako iweze kwenda katika namna ambayo Kristo anaweza kutaka. Lakini mtumishi wa Mungu Petro, kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 anaweka vizuri. Anasema muwe na akili nzuri, kwa maana shetani kama simba angurumaye anatembea huko na huko kwa ajili ya kumwangamiza yoyote anayekutana naye. Wapendwa katika Bwana, nidhamu ya kiroho ni kuwa na umakini mkubwa kutomfuata shetani. Adui wa kwanza wa maisha ya mwanadamu ni mwili wako. Usije ukasema kingine, shetani anakuja baadaye. Mwili wako utataka kuendelea kumsikiliza shetani, lakini roho yako Yesu ameshaikomboa. Mpendwa katika Bwana, naomba nikwambie wazi, mwanadamu kwa akili yake iliyoharibikiwa hawezi kuacha dhambi. Lakini leo nina habari njema kwako, kwamba Yesu Kristo alikuja ili kutukomboa kutoka katika laana ile ya dhambi ambayo alifanya Adamu na Eva. Kupitia imani yako katika Yesu Kristo, kitabu cha Tito ile sura ya 2 mstari wa 11 mpaka 14 inatueleza kwamba Kristo alileta neema, na hiyo neema inatufundisha kukataa dhambi na kuweza kutembea na Yesu Kristo kama washindi katika safari ya kwenda kwa Baba. Anasema msifuate namna ya dunia hii, tamaa zake, uchafu wake, uharibifu wake, bali tunapaswa tuangalie lile tumaini lililokubwa mbele yetu la kumwona mwana wa Mungu anaporudi mara ya pili, ambaye atatukomboa sisi na uovu wote kupitia neema yake. Maadamu uko katika dunia hii, jua bado una vita, lakini ile neema ndani ya Yesu Kristo inakutia ushindi. Ndio maana nikisoma maandiko matakatifu, toka dunia imeumbwa, taifa la Israeli limepambana sana kuweza kuishi maisha matakatifu, walishindwa. Leo kupitia Kristo Yesu unaweza kupata ushindi na kuishi maisha matakatifu. Sasa swali linakuja, wawezaje kuwa na nidhamu kama Mkristo? Wawezaje kuwa na nidhamu kama Mkristo? Cha kwanza, kitabu cha Yohana 15 mstari wa 5 anasema mimi ni mzabibu na nyinyi ni nini? Matawi. Kaeni ndani yangu nami nitakaa ndani yenu. Kwa hiyo inakupasa kuweza kukaa ndani ya Kristo. Wagalatia 5:22-23 inatuonya vizuri kwamba tunapaswa kuonyesha matunda ya kiroho, matunda ya watu tuliokomaa katika roho: utu wema, uaminifu, upole, ukarimu, fadhili, utakatifu. Ndio ndio vionekane kwetu watu ambao tumekomaa. Mvae Yesu Kristo, alafu kaa ndani ya Yesu. Mpendwa katika Bwana, kama ulikuwa hujaamua kumfuata Yesu, ulikisia, wakati umefika, amua kukomaa na Yesu na usigeuke nyuma, kwa sababu uko kuna uharibifu. Jambo la pili, amua kubadilisha namna akili yako inavyofikiria.
Mpendwa katika Bwana, hauwezi kufanya uzinzi kama hujaruhusu akili yako ifikirie uzinzi. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja jana, kinasema vijana wengi wamepoteza nguvu na uwezo wao kwa kitu cha muda mfupi, kwa tamaa ya mambo ya muda mfupi, alafu unapoteza nguvu zako nyingi. Daudi alikuwa mfalme wa Israeli, alisubiri miaka 13 mpaka akawa mfalme. Na wakati amekuwa mfalme, mwaka wa kwanza tu akamwona binti anaitwa Bathsheba. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa amekaa juu, wenzake wameenda vitani, akaenda kufanya naye uzinzi. Kwa miaka 6 Daudi akawa mbangaizaji. Hakuna mtu ambaye kuwa mzinifu akaenda mbele. Sawa, haijawahi kutokea. Atajibaraguza. Mkumbuke mtu anaitwa Samson. Alikuwa ni kijana mdogo, Mungu alimpa vipawa vingi ndani yake. Akampenda mwanamke anaitwa nani? Delila. Kitendo cha dakika 5 kikampoteza Samson, mpaka katobolewa macho, mpaka kafungwa gerezani. Mambo mengi ambayo unaona ni matamu ya muda mfupi, siku ya kufunga Ijumaa unasikia kula, mimi siwezi kukaa njaa. Mpendwa katika Bwana, yanakuharibia utukufu mkubwa utukufu. Kama umeamua kwenda katika safari, lazima uwe na nidhamu kwenye mambo mengi. Lazima ufunge akili yako. Kuna msemo mmoja ambao uko katika vitabu, wanasema mwanaume kama Bwana Yesu alivyofanya, ukiweza kujizuia kwa muda wa kutosha, uwezo wako wa akili unaongezeka kuweza kufunua mambo makubwa kama kijana. Pia inakupa kibali kwa watu. Ukiona mtu anakuambia wanawake siku hizi wanavaa vibaya, wanawake siku hizi wako vibaya, ndio maana tunakuwa na tamaa, sio kweli. Mungu alimpa mwanamke kama ua. Tatizo ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo ni hapa. Jinsi unavyoweza kufikiri ndipo vinakupeleka kwenye tamaa. Mwanaume alimbwa vizuri, anaweza kuwa na 6 packs, sijui ngapi packs, no problem. Ni uumbaji wa Mungu. Kama unavyoona ua linapendeza, haina maana ua ulichukue sasa uanze kulikandamiza. No, lina utukufu wake. Natakiwa ndio akili yako ifikie namna ya kumwangalia mwanaume, namna ya kumwangalia mwanamke. Ukikosa hekima hapo, naomba nikwambie, ni bora kutotenda dhambi kuliko ile dhambi kukamata. Kwa sababu dhambi kikupata inakufanya mtumwa. Huwa hakuna mwisho wa dhambi. Na ndio maana hata siku Mungu atakubariki, utashangaa zile tabia ambazo zilikuwa zimejificha ndani zinaanza kutoka sasa. Wakati ulikuwa una hela, ni mtu mzuri, kanisani upo, lakini pesa ikianza kupatikana, unashangaa vitabia vinaanza kuinuka. Kwa sababu hujaamua kuwa na maisha yenye nidhamu. Natamani ufanye maamuzi makubwa kubadilisha namna unavyofikiri, sawa na kitabu cha Warumi sura 12 mstari wa 2. Lakini Wafilipi 4 mstari wa 8 inatuelezea pia namna gani unaweza kubadilisha namna ya kufikiri. Sikiza kwa makini. Wafilipi 4 mstari wa 8. Sikiza kwa makini. Anakupa namna unatakiwa. Ngoja nikwambie, nataka unielewe. Huko kichwani, kichwa ni cha kwako, ubongo ni wa kwako. Kama kuna kitu hakuna mwanadamu anaweza kuingilia, ni akili yako. Maamuzi ya kufanya dhambi au kumshia Mungu ni ya kwako. Maamuzi ya kulala usingizi au kutafuta pesa ni ya kwako. Maamuzi ya kufanya ushenzi au kuamua kuishi maisha ya discipline ni ya kwako. Hakuna mwanadamu anapewa nafasi hiyo. Bwana anakuambia, sasa sikiliza, ili kukae vizuri huko juu, sikiliza. Wafilipi sura 4 mstari wa 8. Sikiza kwa makini. Anasema, hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo kweli, yoyote yaliyo na staa, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Mpendwa katika Bwana, Bwana Yesu alitoa neno lake
kazi yake ni kusafisha. Kama neno la Mungu alijakaa kwa wingi ndani yako, huwezi kutafakari yaliyo mema. Na ndio maana Mkristo asiyekuwa anasoma neno, asiyekuja kanisani, mpe tu muda, atapotea. Atarudi kwenye tabia za kitoto zile za ajabu. Hawezi kukomaa kama Mkristo sana muamini, kama ni mtu ambaye anaweza kuamini kama mtu mzima. Neno kazi yake ni kusafisha. Nguo ukifua, hizi nguo zangu nikivaa nyeupe leo, nikaenda kufua bila sabuni, ni muda tu, kwa tabaki na jina la Ukristo. Anaweza kuwa naimba hata kwaya, lakini tabia ndani ni chafu kuliko shetani. Sasa maeneo gani ya kuweza kujiangalia? Maeneo gani yanahitaji nidhamu katika maisha ya Kristo? Naongea habari za Ukristo kukua kutoka utoto kwenda kuwa mtu mzima. Naongea habari za mti ambao ni mti wa mwembe. Tunataka tuanze kuona matunda sasa. Sio mti wa mwembe unatoa makamasi, unatoa uchafu. Natamani Kristo aweze kufanyika kitu kingine katika maisha yako. Mambo ya msingi ya kuzingatia kama Mkristo. La kwanza ni lile ambao kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 15 na 16 anatuambia. Kwa anakuambia uwe na discipline kwenye maeneo gani? La kwanza ni muda. Discipline ya kwanza ni muda. Mpendo katika Bwana. Unajua unaweza kuwa kijana, kuna siku utakuwa mzee. Mimi sikujua, naanza kuyoyoma na 50 sasa. Kuna misingi ya maisha kama sikuijenga wakati mdogo, nilikuwa na safari leo. Kuna nguzo kama nisingekuwa na nidhamu wakati nakuwa, kuanzia kusoma, kuanzia kuanza maisha, leo ningekuwa napata shida. Kwa kama ni kijana, amua kujua namna gani ya kutumia muda vizuri. Ngoja nikwambie, waweza kuwa unafanya shughuli fulani, alafu unasema kwamba siwezi kulipwa. Naomba nikwambie, usijali unafanya ni maadamu unafanya shughuli, Mungu atakulipa. Unaweza usinielewe, lakini siku nilipofundishwa na baba yangu wa kiroho, akaniambia Sako, usijali nani anakulipa kwenye maisha haya. Maadamu fanya kama unamtumikia Mungu, alafu kuna watu watakulipa. Leo shule zote nilizosoma, Mungu kanipa nafasi ya kwenda kwenye kamati zao kubwa, nikapewa posho, nikarudisha mpaka na zote. Bwana Yesu asifiwe. Kazi nilizofanya zozote, Mungu anafungua milango zinakuja kulipa. Natamani kitu hicho kielewe. Usipoteze muda. Heshimu muda. Anasemaje? Wa Efeso 5:15-16. Anasema, angalieni jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Twende mstari wa 16. Mkiukomboa wakati unapaswa kuukomboa. Mungu ametoa miaka 70 kwa kila mtu mpaka 80. Haina cha kuongeza. Kwa utumie muda wako ujana vizuri. Ukiwa na nidhamu, utajenga misingi mikubwa wakati utu wako uzima utakapokuja. Ukishindwa kuwa na nidhamu ya muda, ukashindwa kuwa na muda wa kusoma neno, ukashindwa kuwa na muda wa kumtumikia Mungu kwa kuimba na mambo mbalimbali, ukashindwa kuwa na muda kwa ajili ya kufanya shughuli, naomba nikwambie, muda ukusubiri. Siku zinakwenda. Jambo la pili, kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 26. Ndio msingi sana. Na ukitaka kunielewa vizuri, ni pale mtumishi wa Mungu Yakobo anaongea kitu ambacho natamani ukijue leo. Anasema Yakobo 1:26. Kama wewe ni mtu ambaye muamini Yesu, alafu huwezi kuzuia ulimi wako, imani yako haina maana. Biblia Yakobo 1:26, Biblia inasema usiongee mabaya ya mtu yoyote. Narudia tena.
usiongee mabaya ya mtu yote. Oma mposa, achana na hiyo biashara. Mchungaji fulani sijui nani, achana na hiyo biashara, utapona mpendwa. Mdomo wako ongea mambo ya maana. Anasema mtu akizani kuwa ana dini, wala auzuii autii ulimi wake atamu, hadi akijidanganya moyo wake, dini ya mtu huyo haifai. Kabla ya kuongea, jiulize, haya maneno na yasema yataenda kujenga, yataenda kuponya, yataenda kusaidia? Kuna mmoja juzi anamwambia, aise kuna pastor pale Morogoro Kiboko, niko Morogoro. Jamaa anafanya vizuri sana bwana, mtumishi wa Mungu. Akamuita pembeni akasema, huyo hamna kitu wewe. Huyo jamaa hamna kitu kabisa. Kinachomfanya aseme hamna kitu nini? Mapepo. Kwa nini mtafutie mtu kumsema mabaya? Kwa nini midomo yako itumike kwa ajili ya kuongea uovu wa mtu mwingine? Jifunze kutomsema mwanadamu yote ambaye umjui bila ushahidi. Unajua Mama Samia, unajua fulani, acha ucheke. Maadamu huna ushahidi, kaa kimya. Itakusaidia. Discipline kwenye mdomo. Kabla ya kuongea jiulize, najenga na bomoa, nasonga mbele na rudi nyuma. Nimekwambia discipline ya kwanza ni kwenye muda. Ukomboe muda. Kuna siku utakuwa mzee. Ile nguvu ulizonazo unaweza kupepa dunia la mpunga. Kuna siku zitaisha. Uwezo wa kuweza kutembea kwa miguu mpaka soko la Majengo, kuna siku zitaisha. Kwa maana sasa hivi na nguvu hizo, piga ugali, tembea mpaka Majengo kwa ajili ya kitu cha maana. Usikubali kufanya mwili wako ukakutumikisha. Utumikishe huo mwili ili kuletea matunda makubwa. Ili kufanikiwa hiyo, ukiwa ni mtu Mkristo, lazima ujue namna ya kulinda ulimi wako. Jambo la tatu, nidhamu ya maisha ya Mkristo ni kitu tunakiita mwili wako. Nimekwambia usikubali mwili ukuongoze. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 na 20 anasema mwili wako wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni hekalu, jiepushe na mawaa yote na mabaya yote. Tunza kama hekalu. Usiruhusu dhambi ikautumikisha mwili wako. Jitahidi sana kwa ajili ya muda wote kuwa na maisha ambayo yana nidhamu. Unakula nini? Unalala vipi? Unavaa nini? Ni mambo ya msingi kwa ajili ya nidhamu ya mwili wako. Siku zote kuwa msafi. Siku zote jitahidi kujitunza. Angalia unakaa vipi, unakula vipi, unaendana vipi. Katika hayo yote utumie mwili wako kwa ajili ya kujitengenezea maisha mazuri, sio kwa ajili ya uovu. Jambo la mwisho kwa leo, jifunze kuwa na nidhamu ya mali unazopata. Niliongea na mtu jana. Kuna mtu ukimpa shilingi 100,000 leo, mpaka inafika jioni hana hata senti 5. Na ukikaa atakwambia bwana, ile 100,000 ulinipa nilikuwa na deni hapa, nilikuwa na hapa. Alafu ukimuuliza simu yake shongesha imejaa. Maisha yasiokuwa na nidhamu. Na ukitaka kumjua mtu ambaye ana nidhamu ya pesa, anzia kwenye songesha mara nyingi. Akishakwambia bwana simu yangu mimi nadaiwa, ujue ameshakula maisha. Sijasema ni dhambi kuwa na deni, lakini kuna madeni ya kujitakia. Jifunze kuwa ni mtu ambaye unaweza kujitunza kwenye masuala ya kifedha. Iheshimu pesa. Ni bora ukajinyima chips moja juzi. Amepata mshahara sehemu fulani. Kakaa mahali amekunywa soda 6. Unajua kunywa soda 6? Bwana Yesu asifiwe. Alafu najiuliza. Alafu baada ya siku mbili kanifuata, mchungaji, nahitaji hela kidogo. Nimekuwa kwenda mjini.
nitamani nimpige kibao, nitamani nimtukane. Sikumjibu kwa sababu nikaona moyoni mwangu ajielewe. Lazima unachopata chochote mkononi mwako jifunze kutotumia. Sifa sio kwenye kutumia, sifa ni kwenye kutunza. Kuna maneno machache yanakuja, bwana maisha yenyewe mafupi haya. Pendwa katika Bwana, usidanganyike. Maisha ni marefu sana, ila muda tunao ni mfupi. Kama ukitembea na Mungu kwa discipline, utatengeneza maisha mazuri sana. Lakini ukikosa nidhamu, utakuwa mtu wa hovyo katika mambo yote. Ni muhimu ukajua kwamba wewe, kulingana na kitabu cha Malakai sura ya 3 mstari wa 10, chochote unachokipata kwa neema, lazima sehemu ya 10 ukamtolee Mungu wako. Lakini pia ile inachobaki 90%, lazima ujue pia unatakiwa utoe hesabu kwa nafsi yako mwenyewe. Jambo la mwisho, kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 22. Unahitaji kuwa na nidhamu kuhusiana na dhambi. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 22. Anasema kimbia tamaa za ujanani. Anasema lakini sikimbie tamaa za ujanani. Wengi tuliopo hapa ni vijana, na kwa sababu ya tamaa anasema kimbia, run. Ukishakuwa kijana, kimbia tamaa. Ukiruhusu tamaa ikakuongoza, tamaa maana yake nini? Usiruhusu mwili huu, yaani uwe na ratiba ya kutoruhusu mwili. Ruhusu kile ambacho unatakiwa kukifanya ndio kikuongoze. Anasema ufuate haki na imani, upendo na amani pamoja na wale wa Bwana kwa moyo safi. Kwa nini tunasisitiza umuhimu wa kuja kwenye ibada? Kwa sababu unapewa neno linawasafisha akili, linaondoa uchafu wa mawazo, linakupa neema ya kuwa na amani. Ndio maana Waebrania 10:24-25 inasema msiache kukusanyika kama ilivyo kawaida watakatifu. Leo unawezekana ungekaa nyumbani ungekosa neno hili la hekima, ina maana ungeendelea kuwa mjinga na kesho ungeharibu. Lakini kwa sababu umekuja kanisani, kuna kitu umepokea. Usikose kuendelea kujifunza. Hakikisha unakimbia mawazo mabaya. Haiwezekani ukafanya uzinzi kama hujawaza kufanya uzinzi. Haiwezekani ukashindwa kufanya mtihani kama hujawaza sitaki kufanya mtihani. Kwenye akili yako ndio kuna kutuma ukaweza kufanya kitu. Kwa zuia mawazo mabaya. Ukizuia mawazo mabaya, utaweza kufanya mambo makubwa. Mawazo yako yawe safi. Kwa nia gani? Soma neno, hudhuria ibada. Soma neno, hudhuria ibada. Mwisho, mpendwa katika Bwana, kitabu cha Waebrania 12:1-2 inatuambia usipoteze mwelekeo wako. Tumezungukwa na mashahidi wengi. Waebrania 12:1-2 tumezungukwa na wingu kubwa. Anasema basi na sisi, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi, hivyo tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ituzingayo upesi. Kuna dhambi, wewe unajua dhambi ya uongo, dhambi ya uzinzi, dhambi ya uchafu, dhambi ya mawazo mabaya na kuzinga upesi. Anasema achana nazo, vua, kataa. Anasema na dhambi kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika mashindano yaliyowekwa mbele. Usipoteze mwelekeo. Tuko kwenye mashindano, tunaelekea kule kwa Baba. Baada ya tabu ya maisha kuisha, siku moja tutaenda kuishi na milele. Tusimame. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana
niliowapa nyinyi, ya kuwa Bwana Yesu siku ile aliyotolewa alitoa mkate, na akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Bwana Yesu asifiwe. Jioni leo mbele yetu Mungu ametuandalia chakula. Nimekwambia hauwezi kuwa na nidhamu ya kiroho kama una Yesu. Neema iliyomo ndani ya Yesu Kristo inatupa ujasiri wa kuwa na nidhamu ya kiroho. Inatupa ujasiri wa kwenda mbele na kushinda dhambi. Kwa jioni leo natamani unapoenda kushiriki mwili na damu ya Yesu, ukajua unamnywa ambaye unaenda kuripoti kwa kesho moja. Kuna siku maisha haya yataisha, tutaenda kwa Baba. Kwa maana hiyo, andaa moyo wako, ukawe tayari. Unapokunywa damu, jua hakuna magonjwa yanabaki kwako. Unapokunywa damu, jua una mkataba na Mungu. Unapokula mwili, jua kuna nguvu inaingia ndani mwako. Kila ugonjwa, kila virusi, bakteria wabaya vinakufa. Na unapokea neema ya uzima tena katika jina la Yesu. Haleluya.